Kwa Dar es Salaam kwa sasa tunazo beach chache ambazo zipo salama, lakini beach nyingi tumekwisha ziendeleza, na ikiwezekana na zingine zimeendelezwa katika namna ambayo haina tija. Tunajiandaa na AFCON, lakini timu ambayo imekwisha pitia baadhi ya maeneo mengi ya beach imeonekana baadhi ya maeneo mengi hayana mpangilio ambao unaweza kubeba hadhi ya wadau mbalimbali kutoka mabara ya Afrika na hata Ulaya na hata mabara mengine, angalau kuweza kupata mambo mbalimbali katika bichi zetu. Miezi michache iliyopita, huu umekuwa ni ukanda mkubwa kuvushia madawa ya kulevya, na baadhi ya hoteli ambazo ziko katika ukanda, baadhi ya madampo yao yamekuwa yakitumika kuhifadhia hizo dawa kadiri ambavyo taarifa zimetolewa. Na kamishna wa madawa ya kulevya Tanzania, moja maeneo ambayo pia amekwisha fanyia kazi na kukamata madawa hayo ni pamoja pia na ufukwe huu. Nimekuja hapa na kamishna wa msaidizi wa ardhi. Hapa tuliposimama, kwa historia zamani hapa wenzetu wa TPDC wamepatumia sana, na huu ufukwe maana yake ni kwamba unakuwa bado upo kwenye uangalizi wao. Lakini ukichukua mchoro kutoka pale White Sand, kuna extension ya hotel ambayo imefanyika kihuni, na extension hiyo inakuja kufanyika kwenye maeneo ya serikali. Sasa nimekuja pia na watu wa TAKUKURU, nimekuja na watu kamishna wa msaidizi wa ardhi, nimekuja na watu wa TPDC ili kwamba jambo hilo mara moja lianze kuangaliwa kwa jicho la haraka sana, kwamba ni namna gani eneo la serikali linaweza kuwa extended kienyeji. Mtu wa TAKUKURU wa mkoa, kwa kuwa tumeambatana na watu wa ardhi wako hapa na TPDC, nataka mlishughulikie mara moja, ili kabla ya miezi ile ya kuanza kupokea wageni hapa tumekusha lifanyia kazi na mambo yote yako settled. Manispaa ya Kinondoni mnao wajibu wa kutunza maeneo haya. Kwa mfano, ukienda hata Eastern Europe, zipo baadhi ya nchi ambazo zinaishi kwa utalii peke yake, hazina lulu nyingine. Ukienda kwa mfano visiwa vya Malta, ukienda wapi, vinaishi kwa hiyo tu, utalii tu. Lakini hata sisi hapa Tanzania, hata sisi hapa Afrika, zipo baadhi ya nchi zinaishi kwa utalii, tena kwa kitu kidogo sana. Lakini sisi Dar es Salaam tujiulize, tuna jambo gani jema ambalo tunaweza tukalitumia hasa kwa utalii au tunapopata wageni kutoka kwenye mataifa mengine. Lakini hata wenzetu tu, watoto na watu wazima, Jumapili, Jumamosi, Ijumaa jioni, unakuta wote wanataka kurundikana pale Coco Beach au Kawe Beach au kuja mitaa hii ya Ramada. Lakini yote hii ni kwa sababu baadhi ya public beaches ni kwamba tumezipeleka kwa watu binafsi, na ndio maana hata namna kuingia imekuwa ni jambo gumu sana. Hii inatokana na poor planning, pasipo kuangalia miaka ya mbele kwamba taifa letu liweze kuwa na mambo gani. Sasa haya maeneo yote ni lulu kwa halmashauri au manispaa ya Kinondoni, lazima mya protect. Na kwa mantiki hiyo, kuanzia siku ya kesho, watu wa Kinondoni mkishirikiana watu wa TFS, hapa kuna watu wa TPDC, hapa kuna watu wa TFS, wote wataonesha mipaka yao. Nataka ipigwe greda kuzunguka eneo hili lote, ili pia zipatikane njia za kufanyia mazoezi wakati ambapo taratibu zingine zikiendelea. Ipigwe greda kutengeneza barabara kote huko, ili sasa zipatikane njia za kufanyia mazoezi. Msiruhusu siasa isimame juu ya uchumi. Uchumi unatakiwa kuanza kwanza, halafu mambo ya siasa yatafuata baadaye. Kama ilivyo siasa, dini na vitu vingine vyote, hivyo vinafuata baadaye. Anayetaka siasa aende baada ya kuzalisha, anayetaka kusali aende baada ya kuzalisha, anayetaka kufanya michezo aende baada ya kuzalisha, anayetaka kunywa pombe aende baada ya kuzalisha. Uzalishaji wa kiuchumi ndio unatangulia kwanza na sio mambo mengine. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.